Baba Mwadhama Protase Kardinali Rugambwa, Askofu Mkuu wa Tabora, washama askofu wakuu, washama askofu pendwa na mheshimiwa sana Father Herman Kachema, Rector wa seminari yetu ya Kipalapala na jumuiya yote ya Kipalapala, walezi na wanafunzi au waseminaristi, wapendwa wana alumni wa Tabora wa Kipalapala, wapendwa mapadri, masista na waumini wote, tumsifu Yesu Kristo. Hongereni sana kwa jubilei kuu ya Kipalapala. Ni moja ya jubilei adimu ambayo tunakutana siku ya leo kuisherekea miaka 100 tangu seminari kuu ya Kipalapala ilipoanzishwa. Tunafahamu jubilei nyingi na tumezishuhudia. Jubilei ya miaka 100 ni adimu sana. Juzi tulikuwa hapa Tabora, ingawa mimi sikuwepo. Tulikuwa na jubilei ya askofu mkuu Paul Ruzoka, ambayo yeye aliadhimisha miaka 50 ya ukasisi. Naomba tumpongeze tena. Na mimi natumia nafasi hiyo kukupongeza kwa sababu sikuwepo siku hiyo. Lakini ya miaka 100 ni mara chache sana kwa watu kusherehekea miaka 100. Na kama tunavyofahamu ni taasisi tu zinafaulu kupenya katika hiyo namba kubwa. Mambo machache ambayo tunaweza kutusindikiza kwa tafakari yetu siku ya leo, mambo makuu matatu. Jambo la kwanza ni shukrani. Namtolea Mungu shukrani kubwa kwa siku hii ya leo. Na kama tulivyoongozwa katika somo la kwanza kutoka Mambo ya Walawi sura ya 25 mstari wa 8 mpaka wa 19, wana Walawi wanafanya jubilei kuu na pale wanataja miaka 50. Ingawa ile somo linaenda mpaka mstari wa 55, maana yake ule mstari wa kwanza mpaka wa 55. Hiyo pia tunaikuta katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 15 mstari wa kwanza mpaka 23. Yanaelezwa mambo makuu mengi pale kuhusu jubilei. Na moja ambayo inaelezwa pale ni kumshukuru Mungu. Tumshukuru Mungu siku zote. Tumshukuru Mungu siku zote kwa neema zake alizotupatia kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Barua ya kwanza Paulo mtume kwa Korinto sura ya kwanza mstari wa 4, ambayo pia ilikuwa sehemu ya somo letu la pili. Seminari kama tunavyofahamu haianza tu hivi kwamba ilishuka tu kutoka juu mbinguni ikatua hapa. Kabla ya kuwa seminari kuu ilipita pia kwenye safari mpaka ikaanza rasmi kama taasisi na ikaweza kuishi mpaka leo miaka 100. Nawashukuru wamisionari wa Africa White Fathers kwa kueneza dini, kwa kuleta uinjilishaji katika kanisa letu la Tanzania. Wakati ule bado labda halijawa kanisa. Mwaka 1878 lianzia huko Bagamoyo na baadaye wakafika hapa Kipalapala. Seminari kama tulivyosoma au tunavyoona katika historia yake ilianza tangu mwaka 1908. Ilianzia huko Ushirombo kama seminari ndogo Mugala. Mwaka 1918 seminari kuu ilifunguliwa kule Ushirombo. Baadaye 1921
ilihamishiwa tena Utinta kule Ziwa Tanganyika, na mwaka 1925 tarehe 4 Februari seminari kuu ilihamishiwa na kufunguliwa rasmi hapa Kipalapala miaka 100 iliyopita, na ikasimikwa chini ya Mtume Paulo, mtume wa mataifa, ili waandaliwe watu ambao watahubiri Injili kwa mataifa. Naomba tujipongeze tena kwa hilo. Seminari hiyo imeishi miaka yote hiyo na imefaulu. Wanafunzi wengi wamepita hapa, zaidi ya wanafunzi 3500 wa seminaristi, na kati yao zaidi ya wanafunzi 1500 ni mapadi sasa. Na kati ya mapadi waliosoma hapa, labda niwaombe mapadi kokote walioko, tuache kwanza maaskofu, mapadi waliosoma hapa Kipalapala ambao wamefaulu kuja kwa hii tukio, naomba wasimame. Naweza kuona umati jimbo kuu la Tabora haina idadi ya mapadi. Kwa hiyo tunawapongeza sana mapadi, hongereni sana. Hawa ni sababu ya sisi kuwepo hapa, na kusherehekea hiyo miaka 100. Na kati yao kuna padi wa mwanzo kabisa ambaye alikuwepo, ingawa yeye hakumalizia masomo hapa, Padi Alphonse Ndekimo. Sijui kama yuko wasimame. Huyo hapo mzee ndio alianza mwanzoni. Utafikiri alipata upadisho mwaka jana. Hongera sana baba. Lakini seminari pia, kati ya waliopita hapa 43 ni maaskofu. Wengine wameshatangulia, lakini wengine wako hai. Naomba maaskofu sasa, zamu yenu ambao mlipita hapa Kipalapala, msimame tuwaone. Baba, hongereni sana, hongereni. Lakini kwa namna ya pekee nimsimamishe tena askofu mkuu mstaafu wa Arusha, Josephat Lebulu, tunda la kwanza la Kipalapala. Yeye alipata upadisho mwaka 68, mwaka 1968. Hata mimi sijui nilikuwa na miaka mingapi. Kwa hiyo alianza 1965 wakati mimi nazaliwa. Baba, hongera sana. Hongera sana. Haya ni matunda, lakini pamoja na hayo kuna wengine ambao walisoma, tunasema idadi walikuwa 3500, lakini mapadi tumetaja hiyo idadi. Lakini kuna wengine ambao kama Askofu Zigilo mara moja alisema ni mapadi wa nchi kavu, wako huku. Wengine ndugu zetu wale ambao mmesoma hapa seminari na mko hapa, naomba msimame pia tuwaone. Nawashukuru sana na hongereni sana. Haya ni matunda makubwa ya seminari ya Kipalapala. Miaka 100 imetoa matunda mengi. Turudi kwenye lile wazo la shukrani. Jubilei ya Wayahudi ni mwaka wa shukrani. Ukiangalia nyuma katika lile somo la Walawi, Mungu mwenyewe anaeleza kwamba anawaambia wana wa Wayahudi kwamba ni yeye ametekeleza haya yote, sio kwa mastahili yenu. Na pale mwanzoni, sala ya mwanzo, kolekta Madhama alisoma, haya si kwa mastahili yetu. Haya si kwa mastahili yetu. Na hayo ndiyo yanatajwa pia katika somo la kwanza kwamba Mungu mwenyewe katekeleza. Mungu mwenyewe katekeleza. Bila shaka seminari ilipita kwenye mawimbi mengi hapo katikati. Kuna ndugu zangu hapo wanakumbuka tu labda mawimbi ya wanayokumbuka ni ile MV Kipalapala. Ile sio kubwa sana, ingawa wanasema
katika darasa ni nusu tu walirudi. Mara nyingi hata baadhi ya maaskofu wakisimulia, wakianza kusimulia ile wanaacha kwanza. Unaona ilikuwa kubwa ya kutosha, lakini hata hiyo haikuweza kuiangusha seminari. Kwa sababu gani? Mungu ametekeleza, yeye mwenyewe katekeleza. Mwenyezi Mungu, mimi ndimi Mwenyezi Mungu wenu, mimi ndimi Mwenyezi Mungu, mimi ndimi Mwenyezi Mungu, Mungu wenu. Walawi sura ya 25 mstari wa 17 inarudiwa tena katika sura hiyo ya 25 mstari wa 38 kwamba mimi Mungu mwenyewe ndiye niliyatekeleza haya. Kwa hiyo kwa kweli hatuna cha kujivunia sisi wenyewe zaidi ya kumshukuru Mungu kwa sababu ametekeleza yeye mwenyewe. Na ukiangalia nyuma ni nini kilisukuma seminari yaanzishwe hapa, hakuna anayeweza kuelewa, ni Mungu mwenyewe. Miti yote unayoona hapa ni miti iliyopandwa. Sipaki picha sawa sawa miaka hiyo hapa palifananaje, lakini Mungu kachagua iwe hapa. Kwa hiyo shukrani kwa Mungu, tunamtolea Mungu shukrani kwa hiyo miaka. Tunamtolea Mungu shukrani. Somo linajirudia kwa miaka yote kwamba tunamtolea Mungu shukrani kwa sababu hiyo, kwa sababu katekeleza mwenyewe, kwa sababu yeye mwenyewe kaongoza, kwa sababu yeye mwenyewe ameilinda seminari hadi leo na tunaamini ataendelea kuilinda. Tunakuwa kama mkoma Msamaria ambaye tulimsoma katika Injili sura ya 17 mstari wa 15. Tupaze sauti zetu tumshukuru Mungu. Tupaze sauti zetu tumshukuru Mungu. Yule mkoma wanasema alipaza sauti yake akamshukuru Mungu. Hebu wote tupaze sauti tumshukuru Mungu. Masista yeye mtaweza kweli kupaza sauti? Haya, tupaze sauti na kumpigia makofi tena Mungu wetu. Yule mkoma alipaza sauti yake akamshukuru Mungu. Nasi leo katika adhimisho hili la Ekaristi Takatifu tunapaza sauti zetu kumshukuru Mungu. Na mengi yanatajwa pale kwamba watumwa walisamehewa, wanaodaiwa walisamehewa. Sijajua Rekta Kachema kama mwaka huu watafuta ada ya waseminarist. Lakini kwa sababu wanahitaji hela na bado wana miradi yao walioianzisha, wazee inabidi mlipe ada tu. Hamna namna. Na mimi pia nitalipa. Wazo la pili, wazo la kwanza ni hilo la shukrani. Wazo la pili ambalo tunachukua katika masomo yetu ya leo ni kwamba mwaka wa jubilei, wana wa Israeli warudi kwenye milki zao, warudi kwenye familia zao, warudi kwenye mali zao. Tunaalikwa turudi kwenye familia zetu, turudi kwenye mali zetu, turudi kwenye ukoo wetu. Ukoo wetu ni upi? Familia yetu ni ipi? Ni nini tunakumbushwa leo turudi? Katika hiyo Walawi 25 mstari wa 10 anatukumbusha rudini kwenye mali zenu, rudini kwenye milki zenu, wakumbukeni ndugu zenu mwaka wa jubilei. Ndugu zetu, tunaalikwa turudi kwa Mungu wetu mwaka wa jubilei. Turudi kwa kule tulikotoka ambaye ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo mwaka huu wa jubilei tunaalikwa, huu mwaka wa jubilei miaka 100, lakini pia ni mwaka wa jubilei kuu kama tunavyofahamu. Jubilei kuu 2025, maujaji katika matumaini. Bahati iliyoje! Seminari kuu ya Kipalapala miaka 100, tuna jubilei kuu pia mwaka huu. Ni Mungu mwenyewe kapanga tangu mwanzo, kwa hiyo tuna sababu ya kumshukuru Mungu kwa hilo. Turudi
kwa Mungu wetu, turudi kwake. Kama hapo nyuma tulikuwa tumeenda pembeni, tumefanya mambo mengine ambayo hayakumpendeza Mungu, mwaka wa jubilei ni kurudi. Tunaona maeneo ya nje, jana tulikuwa hapa, mazingira yameboreshwa. Tunawapongeza sana wana Kipalapala na wale wote waliofanya haya yote. Hongereni sana. Tulikuwa na geti pale, askofu mkuu wa Amani alumni jana alibariki hapo, walituongoza. Baadaye tukaenda kwenye kanisa cha Mama Maria na mambo mengine mengi ambayo yalibarikiwa na mengine mengi yaliyoanzishwa ambayo yanatakiwa kutekelezwa na hii jubilei ya miaka 100. Ituruhusu sisi turudi kwa Mungu wetu. Turudi kwa Mungu wetu, kila kitu kifanye upya. Kwa pale ambapo tumejisahau, turudi kwenye utambulisho wetu, kama sisi ni wabatizwa, kama sisi ni Wakatoliki, sisi mapadi, sisi maaskofu, sisi watawa, turudi kwa Mungu wetu. Sisi waumini, turudi kwa Mungu wetu. Nyinyi wa seminaristi, turudi kwa yule aliyetuumba mwaka huu wa jubilei. Mambo machache yanatajwa ambayo yanaweza kutufanya turudi kwa Mungu wetu. Moja ya utambulisho wetu kama Mkristo ni kukiri imani yetu daima. Tunamkiri imani yetu. Baada ya muda hapa itafuata hiyo ya kukiri imani, the act of faith, creed. Ninaamini kwa Mungu mmoja katika nafsi tatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ninasadiki kwa Yesu Kristo ambaye alikufa kwa ajili yetu na alikuja kutuhukumu tulio hai na tunaoishi, ambayo kanisa itaendelea kufundisha ukweli ulio Katoliki siku zote. Kwa hiyo hatuwezi kusema tunarudi kwa Mungu kama hatuamini hayo. Kwa hiyo tunaalikwa kwamba turudi kwenye utambulisho wetu, tukiri tena imani yetu, tukiri ukweli wa kanisa Katoliki, tukiri mapokeo ya kanisa letu. La pili ambalo linatualika kuhubiri Injili, kumhubiri Kristo. Tunaalikwa turudi kwa Mungu wetu kumhubiri Kristo bila kupunguza kitu, bila kujihubiri sisi wenyewe, bali kuhubiri uzuri wa Injili, kuhubiri Injili ilivyo bila kupunguza kitu, bila kuifanya Injili ipunguzwe tukifikiri kwamba itakuwa rahisi kwa watu. Tuhubiri Mungu, tumhubiri Kristo, tuhubiri Roho Mtakatifu, tuhubiri uongofu, tuhubiri kuokoka, tuhimize sala, tuhimize kuabudu, tuhimize ibada kwa Mama Maria. Tuhimize kanisa linatakiwa kujitambulisha na wale walio wa chini na maskini na kuwa karibu nao. Injili, kazi ya Injili siku zote sio kutatua matatizo. Tuhubiri msalaba pia na kuwakabidhi. Kuna hatari inawezekana kwamba tukapunguza Injili. Labda tuchukue picha ya kitabu cha pili cha Makabayo sura ya 6 mstari wa 18 mpaka 20 na hata ule wa 7 mpaka 27. Pale wana wa Makabayo walipingana na wale ambao walitaka kuharibu mila na desturi za Wayahudi. Mila na desturi za Wayahudi. Mara nyingi pale inaonekana kama wale watoto 7 walikufa, au wale akina Eliaza walitakiwa kufa, alikufa kwa sababu tu ya kukataa nyama ya nguruwe kitimoto. Si dhambi kubwa hivyo. Wengine hapa wanaisubiri baada ya misa hiyo. Alafu sasa unajiuliza hao watu walikufaje hao? Na wengine mapadi hapo wana mazizi makubwa ya nguruwe huko kwao. Wale walikuwa nalinda mila na imani ya Kiyahudi na walikuwa tayari kufa kwa mila na imani ya Kiyahudi. Kusoma katika ile kitabu cha Makabayo, walikuwa wanapingana na kitu kwa neno la Kiingereza inaitwa soft
despotism, soft despotism ambayo mpaka leo inaendelea katika kanisa. Kuna watu wanaingiza vitu havitakiwi ili kuidhoofisha kanisa. Kuidhoofisha kanisa. Tusipohubiri ukweli, tusipohubiri Injili, tunaidhoofisha kanisa. Kwa hiyo turudi kwa Mungu wetu, turudi kwa utambulisho wetu mwaka wa jubilei. Ukiangalia katika kile kitabu cha Makabayo, walianza na wale wakubwa kina Eliaza. Kwa hiyo kuna hatari wakati mwingine kudhoofisha kanisa. Watu wanaweza kuanza kudhoofisha wale walio wakubwa. Wanaweza kuanza hapa altareni. Najua wazee baadaye wataniuliza nani hapa ulikuwa unamonyesha. Lakini wanaweza kuanza popote, wanaweza kuanza hapa altareni. Baadaye wakaja huko kwa ndugu zangu huko, nyinyi huko. Masista sijui nyinyi mtachukua namba ya ngapi, lakini na nyinyi mtafikiwa tu. Waseminaristi nao nyinyi mpo tu. Nao mtaguswa. Wanaanza na wale wakubwa, soft despotism, kudhoofisha. Na wanafanya hiyo makusudi. Mtakatifu Agustino anasema mchungaji dhaifu atamwangusha muumini aliye na nguvu sana. Atashindwa kufanya inayotakiwa. Kwa hiyo turudi kwa Mungu wetu, tusikubali kanisa lidhoofishwe. Tulinde sacredness, usafi wa kanisa. Tulinde yale yote tunayopashwa ambayo kuyalinda kama wana hawa 7 wa Makabayo walivyoilinda kanisa. Kwa nafasi labda nikumbushe tu kwa lugha ya kawaida kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Bila kuamsha hisia za watu, nafikiri sisi tunaelewa nafasi yetu ya kanisa. Mapadri tufanye nini? Watawa tufanye nini? Kiongozi yeyote wa kanisa afanye nini? Kwa hiyo kimsingi sheria za kanisa ni wazi kuhusu padri au sister, kwamba mtawa, padri au kiongozi yeyote wa kanisa hapaswi kushiriki katika kampeni zozote za siasa, wala hapaswi kutambulishwa na chama chochote kwa kuvalishwa gwanda lolote la chama fulani la siasa au kiashiria chochote. Kwa hiyo ni marufuku kwa padri, marufuku kwa watawa, marufuku kwenu nyinyi waseminaristi kuonekana kwenye kampeni ya siasa. Marufuku kubwa. Hatutakiwi kuonekana huko. Na ni vibaya watu kurubuni na kuhadaa watu. Hao wahusika wakipita kwenye nyumba za kanisa, wakipita kwenye konventi za kanisa, kuhadaa na kuwarubuni, hiyo ni dhambi. Haipaswi kumrubuni mtu kitu ambacho hafahamu. Unamkamata mnovisi, unamkamata mtawa mmoja mklara ambaye hata radio asikilizi, taarifa ya habari asomi, unamsomba tu, alafu unamwelekeza, unamfanyisha ile doctrination. Hiyo ni dhambi na ni makosa makubwa, marufuku. Kama watu wanaamini, marufuku kwenu waseminaristi pia kuvaa t-shirt au kofia chama chochote cha siasa hata wakati wa mchezo. Marufuku hata kulala nayo usiku. Hata kama mgombea ni kaka yako. Silete unajisi kwenye kanisa, marufuku. Kama wahusika wanafikiri wana wafuasi huku, haina shida. Siku ya kupiga kampeni inaeleweka. Siku ya kupiga kura inaeleweka.
Kama wewe ni mfuasi, basi kapiga kura siku hiyo. Isipokuwa tunakumbusha moja, kabla ya kwenda huko, tathmini kidogo dhamiri yako. Lakini dhamiri inaweza kuwa potofu isipokuwa na uelewa wa kutosha. Nafikiri hapa kuna mapadi moralist wataelewa zaidi hilo na wanaweza kutuongoza katika hilo. Tuachane na dhamiri potofu, erroneous conscious. Lazima conscious iwe very clear. Dhamiri yako itakuwaje safi na kamili? Kwanza uwe na uelewa wa kutosha wa hicho unachoenda kufanya. Listen to your conscience. Usikilize dhamiri yako kuhusu ukweli na ile iliyo sawa, kwamba katika hili kweli ni lipi na lililo la haki ni lipi. Soma neno la Mungu likuongoze. Pitia amri za Mungu. Sali juu ya hiyo. Ihoji dhamiri yako, na hapo ufanye uamuzi wako. Tumsifu Yesu Kristo. La mwisho, mwaka wa jubilei kama ilivyo miaka mingine ya jubilei, ni mwaka pia wa kuomba upatanisho, huruma ya Mungu, kama tunavyoomba huruma ya Mungu kwa jubilei yetu kuu hii. Tunaomba huruma ya Mungu kwa yale ambayo kanisa haikufanya vizuri katika miaka hii 100 hapa Kipalapala, lakini hii ni kanisa la Tanzania kwa sababu watu wengi wameanzia hapa. Tunaomba msamaha katika hilo. Pengine kuna waseminaristi hapa wamepita huko mjini wakaulizwa kama Petro alivyoulizwa, wewe kweli sio mseminaristi wa Kipalapala na uko hapa saizi? Wewe sijui umejiteteaje, lakini ni mwaka wa kuomba msamaha pia. Tumombe Mungu kwa maeneo yale ambayo hatukufanya vizuri. Tumombe Mungu kwa pale ambapo hatukuhubiri injili vizuri katika hii miaka 100 iliyopita. Tumombe Mungu vizuri kwa pale ambapo tuliruhusu hata unajisi ukalivamia kanisa. Tuombe Mungu mahali ambapo tuliruhusu sisi wenyewe kutokupinga ile soft despotism. Tumsifu Yesu Kristo. Jubilei kuu 2025 na ujaji katika matumaini.